السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أما بعد فلكم حميد الله سبحانه وتعالى نكون تكي رحمة نزكيت محمد صلى الله عليه وسلم. Bila shaka tuko katika suratu Quraish ambayo inafahamika kwa liilafi Quraish, na katika Jumatano tuliweza kumalizia suratu Al-Maun ambayo ndani yake tulielezea kwamba ni sura ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakemea wale wasioamini siku ya malipo, na katika vitendo vyao ni kwamba wanawadharau mayatima na kuwaweka mbali, na vile vile hawahimizi watu kulisha chakula kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala maskini na mafakiri. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala akatupa onyo katika sura hiyo wale ambao ni wenye kufanya kujisahau katika swala zao na kuzidharau na kuwa hawatilii mkazo katika ibada hiyo ya swala, na pia vile vile akakemea wale wanaofanya vitendo kwa ajili ya kujionyesha, na vile vile mwisho kabisa tukapata pia sifa za hao wenye kukanusha siku ya mwisho. Hawatoi msaada hata wa vitu vidogo vya nyumbani, hawawezi kusaidia kwa sababu imani zao ziko mbali. Na tulieleza mambo mengi katika fadhila za mayatima na fadhila za kulisha na fadhila za kuamini siku ya mwisho. Almuhimu, Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe na aweze kutujalia katika wenye kuwatendea kazi. Kabla ya kuingia katika sura ya leo, nina tanbihi kidogo nitoe kwa wale ambao watakuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia fadhila ya kuweza kuandika na kusoma, na kama pia umri unaruhusu, basi hizi darasa ambazo tunaendelea nazo tunayozungumza ni nyingi. Mtu kama ataweza kuwa na kitabu chake na kalamu kabisa katika hata masiku ya baadaye, atakuwa ni mwenye kunakili baadhi ya mambo muhimu tunayozungumza, ili kwake iwe ni fadhila, itakuwa amestiri, yani amehifadhi, kwa sababu Waarabu wanasema ma kutiba qarra wa ma hufidha farra, kilichoandikwa kinakaa bado kinaweza kukaa kwa muda mrefu, na utakuwa unakumbusha. Na ndio utaona katika maofisi na mahali nyingine lazima kila kitu kinaenda kwa maandishi. Ama mahufidha farra, kilichohifadhiwa peke yake ni chenye kupotea. Na hizi tunazoendelea nazo ni durus, yani ni darsa, kama tuko masomoni pia. Kwa kama mtu ataweza na umri utamruhusu na wakati na pia akili, manake kuna na akili pia kuchoka, kwa hiyo itakuwa ni jambo zuri, pengine hata kwa baadaye mwenyewe atajikumbusha au ataweza kumsaidia mtu mwingine, lakini itakuwa na elimu imebakia. Insha Allah tutaingia moja kwa moja katika sura hii, suratu Quraish. Sura hii imeitwa kwa jina la Quraish lidhikriha qabilati Quraish, kwa sababu ndani yake kumetajwa kabila ya Quraish, wa ta'arrudhiha li shay'in min ahwali, na pia vile vile ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala ametugusia baadhi ya hali walizokuwa nazo na Quraish. Na katika makusudio ya sura, Allah subhanahu wa ta'ala ameleta sura hii tadhkir ahli Makkah, kuwakumbusha watu wa mji wa Makkah bi ni'matillahi alayhim, kwa zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo walipewa watu wa Makkah ambao ni kabila ya Quraish, fi rizqihim, katika riziki zao, wa ta'minihim min al-makhawif, na huenda kupewa amani na kutokamana na hofu. Na hivi vitu viwili nitavizungumzia mwisho kabisa, yani neema ya riziki na neema ya kuwa na amani katika sehemu watu wanapoishi. Tutaweka mwisho hii kwa sababu ndio malengo makubwa ya sura hii. Wa qarnu hadha tadhkir, na akakusanya ukumbusho huo wa hizo neema, bi amrihim bi tauhidillahi fi ibadati, kwa kuamrisha hao Makuraish wamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada peke yake.
lima asbagha alaihim min ni'am, kwa yale aliyowaneemesha wao, neema nyingi aliyowapatia. Wa dafa anhum min niqam, na kuwaondolea madhara na adhabu na vitu vibaya. Kwa hiyo sura hii imekuja kuwakumbusha Makuraishi kwamba Allah amewaneemesha neema fulani na fulani, na vile vile akawakumbusha kwamba baada ya kuwaneemesha neema hizo, mnapaswa kuniabudu mimi peke yangu na sio mtu mwingine. Na hii yote inaletwa kwamba mwanadamu ni mwingi wa kukanusha. Kwa hiyo ili Allah subhanahu wa ta'ala avute zile fahamu zake karibu, kwanza anamueleza uwezo wake na mazuri aliyomtendea, kisha anamuamrisha kwamba niabudu. Aya ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anasema liilafi Quraish, kwa mazoea yao Makuraish, kwa mazoea yao Makuraish. Kabla ya kuangalia walikuwa wamezoea nini, tuangalie hii Quraish. Ilaf maana yake ni kuzoea kitu. Taarabu walikuwa wana kawaida ya kusema kitu, mfano alafa shay, amezoea kitu fulani, amezoea kufanya kitu fulani. Kwa hiyo ilafi Quraish ni kwa mazoea ya Makuraish, na usawa na ukawaida ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala aseme tu ilafi Quraish, lakini kuna hikma kwa nini akaanza na liilaf. Kwa nini ianze na lam? Katika lugha ya Kiarabu hii lam inakuwa na maana nyingi, lakini zilizotajwa hapa katika tafsiri ya hii aya liilafi Quraish ni maana mbili. Kwanza, lam imekuja kwa sababu, yani liilafi li sababi ilafi Quraish. Kwa hiyo la maana yake kwa sababu ya kuzoea Makuraish. Sababu ni gani? Maulama wote wa tafsiri wamekwenda kuwafikiana, Ibn Kathir, Saadi, Qurtubi, Tabari na wengineo wote wameafikiana kwamba hii sura Quraish ina mafungamano na sura iliyokuwa mbele yake. Sura ambayo iko mbele yake ni gani? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hii sura tutakuja kuzungumzia mbele, maana yake iko mbele, lakini tuliwahi kutanguliza kusema kwamba Qur'an inaanzia upande wa kulia, maana suratul Baqara kushuka. Maana dhalika, lau sisi ndiko tumeanza Baqara, tungekuwa tumepata mfumo mzuri wa kuweza kuitafsiri hii ili ilafi Quraish. Lakini leo nitagusia tu lengo na madhumuni ili tuelewe kwa nini hii sura imeanza na lam. Imam Ibn Kathir asema hadhihi sura mafsulatun an allati qablaha fi al-mas'haf. Hii sura imekwenda kuachanisha. Kwanza kabisa tuangalie maana ya alam tara, kwa sababu kile kisa cha wale watu wa ndogo walipokuja kutaka kuvunja al-Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala akawatuma ndege ambao wamebeba udongo au vijio vya moto, vikawa vikimgusa mtu vinamrarua mwili wake, anakuwa kama asfi maakul. Na hii ni swali nitauliza, nadhani hata watoto shule wanasoma, aliokuwa anaongoza ule msafara wa wale ndogo anafahamika kwa jina gani? Abraha. Naam. Kwa hiyo kile kisa kinachopatikana katika suratul Fil ndio kinakuja kufungamanisha na hii. Allah anawaambia Makuraish, tulifanya vile kuwazuia watu wasidhuru mji wa Makka na nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu nyinyi Makuraish mumezoea kufanya safari zenu, mumeuzoea huo mji kuishi, na mumezoea ni mji wa amani. Kwa hiyo tukawalinda. Mpaka hapo iko sawa, kwamba tuliwalinda katika kile kisa cha Fil, na sasa nawakumbusha tena zile neema zangu kwenu. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea katika hizo. Kwa hiyo Imam Ibn Kathir asema hizi sura katika msahafu zimetofautishwa, zimewekewa bismillah.
baina yao. Maana yake faj'alahum ka'asfin ma'kul bismillahir rahmanir rahim biilah. Wa in kanat muta'alliqa bima qabla, hata kama zinafungamana na inafungamana na ile iliyopita. Maana yake ilikuwa anakusudia kwamba ile bismillah tu ndio inayo tofautisha hizi sura mbili, lakini mazungumzo ni mamoja, maudhui ni hiyo hiyo moja. Na ndio baadhi ya maulama hata Ibn Abbas na wengineo walikuwa wakisema kwamba hizo ni sura, yani alam tara na liilaf Quraish ni sura moja. Walikuwa wana katika itikadi yao na wanazichukulia kwa ni sura moja na sio sura mbili tofauti. Na maana ya kwamba tukikusanya hizo sura mbili, maana yake itakuja habasna an Makkah, tulizuia watu kuhudhuru mji wa Makkah. Habasna an Makkah talfil, tulizuia watu na ndugu wao kuhudhuru mji wa Makkah. Wa ahlakna ahlahu, na tukawaangamiza wale waliokuja na hao fil, liajli itilafihim, kwa ajili ya nyinyi Makuraish kule kuzoea, wajtimaihim fi baladihim amin, kwa sababu Makuraish wamezoea kukusanyika katika mji wao wakiwa na amani na zile safari zao za kila siku na kila mwaka. Kwa hiyo Allah akataka waendelee kuishi kwa amani, ndio maana akawazuia wale waliokuja na wale ndogo kwa ajili ya kuvunja nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho kisa chake tutakieleza kwa urefu tutakapofikia katika hii sura. Almuhim ni ilafi Quraish, kwa ajili ya kuzoea Makuraish mji wao wa Makka, ndio tukawazuilia maadui kuhudhuru mji huo na kudhuru nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Quraish, tuangalie neno Quraish. Kwanza kabisa hili neno la Quraish limetokamana na nini? Zimekuja kwa nini? Miongoni mwao wanasema ni jina la mtu. Mtu huyo alikuwa akiitwa An-Nadhr ibn Kinana, na yeye alikuwa anajulikana kwa jina la Quraish, yani laqab, alipewa jina la Quraish. Na huyo mtu ndiyo babu mkubwa, kwa sababu ukiangalia hii Kinana ndio yule mtu ambaye alitoka katika kizazi cha Nabii Ismail kikaja mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama kauli ya pili kuhusu Quraish kwamba al-kasbu au al-jam' Quraish inamaanisha kukusanya na kufanya biashara kwa wingi, na Quraish walitambulika kwa hizo sifa za biashara na kukusanya mali kwa wingi. Ama kauli ya tatu nasema Qusay bin Kilab, huyo mtu anayefahamika kwa jina la Qusay bin Kilab alikuwa ni mwenye kukusanya matumbo ya Quraish, yani vizazi vya Quraish akaviweka pamoja baada ya kuwa walikuwa wamefanya nini, wametofautiana. Kwa hiyo Quraish pia kwa lugha nyingine ni kukusanya watu wakawa kitu kimoja. Na kauli ya mwisho kabisa kwamba waliitwa kwa jina la Quraish kwa sababu walikuwa wanapenda kukusanyika katika Kaaba na kuweza kuambiana maneno au kuimba yale mashairi yao ya kizamani. Na hili kabila la Quraish min a'zami qabail al-arab sha'an, ni kabila ambalo lina cheo katika makabila ya Kiarabu kuliko mengine yote. Wakana laha makana, na lilikuwa ni kabila lenye cheo kikubwa, diniya, katika masala ya kidini, wa tijara, na pia vile vile masala ya biashara, wa siyasiya, na masala ya kisiasa, kabla al-Islam wa ba'da, kabla al-Islam na baada ya Islam Quraish walitambulika na sifa hizo. Tuangalie hichi kizazi kilipotoka mpaka kufikia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni Quraish ibn Kinana, ibn Khuzaima, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nazar, ibn Ma'di bin Adnan, wa Adnan min dhurriyyati Ismail. Kwa hiyo hawa watu tuliwataja wote wanakwenda mpaka kufikia katika kizazi cha Ismail ambaye ni mtoto wa Nabii Allah Ibrahim alayhi assalam. Kwa hiyo mtu anaweza kujiuliza pia sana, Ismail alayhi salam ni mtoto wa Nabii Ibrahim, na Nabii Ibrahim alibahatika kupata watoto wangapi? Wawili. Mwingine wa pili alikuwa ni Ishaq, basharnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin. Sasa mbona Ishaq kizazi chake kiende kwa Mayahudi na asili, yani msururu wake uelekee kwenda kwa Mayahudi, ama Ismail ndio iwe ni katika kizazi kikubwa cha Waarabu?
tufahamu kwamba kwanza kabisa tufahamu kwamba makabila zamani mwanzo wa dunia hayakuwa ni yenye kuenda kwa vizazi. Makabila asili yake yalianza kupatikana kwa miji na watu wanapojitenga tena, yaani wao fulani wamekaa mahali fulani wakaishi wakawa na mila zao, watatambulika kwa jina lao, na wengine watakaohura hivi. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala alipoanza kutusimulia habari ya mwanadamu akasema, ya ayyuhannas, enyi watu, inna khalaqnakum, kika sisi tumewaumbeni, min dhakarin wa untha, tukamana na tumewaumba wanawake na wanaume, waja'alnakum shu'uban, na tukawajalia kuwa ni mataifa. Kwa hiyo kwanza Allah alisema nini? Shu'ub. Kwa hiyo asili ya kupatikana kabila ni kimataifa. Ndio maana hata asili imebakia mpaka sasa hivi, utaona watu wanajitambulisha kwamba mimi ni Mkenya, mimi ni mtu wa wapi, mimi ni mtu wa. Alafu wakabai, baada ya kupatikana mataifa ndio yakapatikana makabila, litaarafu, ili mupate kujuana, na akabainisha inna akramakum inda Allahi atqakum. Kwa hiyo hakuna utofauti kwamba Ishaqa kuelekea upande wa Mayahudi, kizazi chake kulemea upande wa Mayahudi, na Ismail kizazi chake kulemea upande wa Arabu. Na Makuraish ni watu waliopinga Uislamu, kisha ni watu pia walionyanyua Uislamu. An-nabiyyu minhum, miongoni mwa mambo makubwa katika fadhila za Makuraish ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko katika watu wa Quraish, na vile vile walislimu wengi katika Makuraish, wanaume na wanawake, na miongoni mwao pia khulafa ar-rashidun, wale makhalifa walioongoka, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa mwenye kuwasifu na kutuambia tuwafate, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tupate sunna zao. Khulafa ar-rashidun akiwemo nani? Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Vile vile wanavyona wamekwenda kutaja baadhi ya matumbo ya Quraysh. Nikisema matumbo sijui kwa lugha nyingine inaweza kufahamika vipi, lakini ni wale watoto wakubwa waliotoka katika kizazi cha Quraysh, na ndani yao kukapatikana pia vizazi chini yake. Kwa hiyo kama ukoo zile za Quraysh zilizokwenda kutajwa na wanavyuoni kwamba kuna Banu Hashim na kuna Banu Umayya, Banu Makhzum, Banu Abd Shams, Banu Zuhra, Banu Tayy, Banu Adi, na wote hawa ni watu ambao wanasifika kwamba ni watu wa asili ya Quraysh. Lakini katika hao wote Banu Hashim ndio waliokwenda kutukuzwa zaidi, na sababu ya kutukuzwa Banu Hashim ni kwamba wao katika asili yao hawakuwa na tabia ya kuabudu masanamu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Banu Hashim akamtoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunaona kwamba pia Mwenyezi Mungu alichagua kabila la Quraysh akalifanya bora, lakini hawakuwa bora kwa lingine isipokuwa kwa ile sifa yao ya kwamba hawakuwahi kufanya nini? Kuabudu masanamu. Ndio nataka tuzungumzie pia kuhusiana na fakhr ya watu kujifakhiri na vyeo vya kikabila. Waarabu walikuwa na hiyo tabia, na kuna hadithi iliyopokewa na Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail, Mwenyezi Mungu alimchagua Kinana kutoka katika watoto wa Ismail akamfanya kuwa ni bora, ndio chini yake kupatikana hawa mababu wote mpaka kufikia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Mwenyezi Mungu amchagua Kinana? Kwa sababu katika asili ya huyu Kinana hakupatikana tabia ya kuabudu masanamu. Pamoja na kwamba walikuwa hawana tauhid, hawakuwa wameshika dini sawa sawa, lakini pia ile ibada ya masanamu kwao haikuwa ni sawa. Kwa hiyo wakawa ni mengi, kama vile kwa Abubakar kabla ya kuharamisha tembo, lakini yeye hakuwahi kunywa tembo kwa ule utukufu wake na ile heshima yake. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia kuwa yeye ni nabii, yeye kuwa ni khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sema inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail wastafa Quraishan min Kinana, na akachagua Makuraish wakaingia katika hilo kabila la Kinana. Wastafa min Quraish Bani Hashim, na akachagua katika Makuraish wote akawapatia cheo Bani Hashim. Ndio maana ukitaja kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaanza Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin
Abdul Manaf bin, hakuna Hashim, iko mwisho. Kwa hiyo katika watu waliochaguliwa au matumbo yale ya Makuraish, Banu Hashim ikawa imepata cheo. Kisha akamalizia hadithi akasema, wasfafani min bani Hashim, na akanichagua mimi nikawa nabii katika hao watu wa Bani Hashim. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kujifakhiri kwa kabila wala kwa nasab, bali alikuwa anajifakhiri kwa sababu Allah anamchagua kumweka katika silsila nzuri, na mwisho lengo kubwa ni kupatikana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuonesha hilo ni kwamba katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna akramakum inda Allahi atqakum, bora wenu ni yule atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtoto wake Fatima, ya Fatima binti Muhammad, i'mali, tenda matendo mazuri, fa inni la ughni anka min Allah shay'a, hakika mimi kwa Mwenyezi Mungu sitakusaidia kwa chochote. Na huyu ni nani? Ni baba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani ni mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baba anamwambia mtoto wake kwamba fanya mambo mazuri, mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sitakusaidia kwa kitu chochote. Na Allah anasema hivi kwamba ya ayuha nas, enyi watu, ittaqu yawman, icheni siku, la tajzi walidun an walad, ambayo hatalipwa mzazi kwa alichokifanya mtoto wake, wala mauludu, wala mtoto huwa jazin an walidihi shay, hatalipwa kwa chochote alichokifanya mzazi wake. Kwa hiyo kila mtu kwa Allah atakwenda na hesabu yake. Ndio maana hadithi hii haikusudii kujifakhirisha kwa nasab. Wenda mtu akasema iko hadithi Mtume anajifakhirisha kwa nasab kama walivyofanya Waarabu zamani. La, hadithi hii inakusudia fakhr ya dini. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tena, man batta bihi amalu, yote yule ambaye itakayemchelewesha amali yake, yani hatafanya amali nzuri akawa mtu wa mbele, lam yusra bihi nasabu yake au kabila lake, familia yake haitamsongeza mbele. Kwa hiyo mtu hutajwa kwa kile alichokifanya. Ndio yale tulizungumza katika suratul Kauthar. Mtu athar na mazuri ni matendo na sio kujifakhirisha na watu. Kwa hiyo hadithi hii haikusudii. Na pia mtu anaweza kujiuliza, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa hikma gani Allah subhanahu wa ta'ala achague kabila hiyo au watu hawa? Hiyo ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndo anajua. Na ukiangalia katika Qur'an masala ya istifa, Mwenyezi Mungu anachagua watu tofauti tofauti na akawafadhilisha, na hakuna mtu anayeweza kumuuliza kwa nini umefadhilisha huyu hivi, kwa nini huyu hukumpatia hivi. Hiyo ni kazi yake. Na katika lugha ya Kiarabu inapokuja neno istifa, kuna maneno mengi yanayokabiliana na kuchagua, ikhtara, lakini ukisema istafa maana yake ni uchaguzi ulio bora kuliko chengine chochote, yaani ule uchaguzi wa juu kabisa. Mfano wake wanavyoona wakatoa ni kama mtu akipewa maji na maziwa. Sasa pale vyote ni vitu vizuri, lakini akichagua maji inakuwa amefanya uchaguzi mzuri zaidi kuliko mwingine. Au mtu akapewa maziwa na juice, mtu akiwa amechagua maziwa atakuwa amefanya uchaguzi wa kawaida, lakini akiongezeka maji lazima achague maji, kwa sababu ukichagua chengine katika hivyo vitatu itakuwa sio istifaa nzuri. Kwa hiyo maji ndio kitu kikubwa zaidi, waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hai. Kwa hiyo kunaweza kuwa kuna vitu vitatu vizuri, lakini wewe ukachagua kile kimoja ambacho ni kizuri zaidi, hapa ndio inaitwa istifaa. Kwa hiyo ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala wale aliowachagua katika wanadamu na malaika, utaona uchaguzi wa Allah ulikuwa uko sahihi. Tukianza, Allah subhanahu wa ta'ala sema, inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin. Ukiangalia Adam ndio baba yetu, alimchagua akamjalia kuwa ndio baba yetu, na mpaka sasa sisi sote tunaitwa bani Adam. Kwa hiyo uchaguzi wa kwanza. Wa pili akasema inna Allah astafa Adam wa Nuh, na nabii Nuh akamchagua, na vile vile kulikuwa na kisa na ibra kubwa katika ukiangalia maisha ya nabii Nuh alayhi salam. Akasema wa ala Ibrahim, na watu wa Ibrahim,
Angalia familia ya Ibrahim ilivyokwenda kuleta silsila ya mitume. Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yaqub, wote hawa wanaingia, Yunus, wote wanaingia chini ya mfumo wa Ibrahim. Ndio maana anaitwa Abul Anbiya. Na ukiangalia yeye ndo aliyekuwa mwenye kuwaongoza wale mitume wengine, kina Lut, wote wako chini ya nani? Ya Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu alimchagua. Wa ala Imran ni mtu mwema, hakuwa nabii lakini alikuwa mtu mwema. Na baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia mke wake Imran akamzaa Maryam. Tafahamiana mpaka angalia ule uchaguzi Allah ulivyokuwa akiupangilia. Akamzaa Maryam ndo akaja kumzaa Isa. Kwa hiyo hao wote Mwenyezi Mungu aliwachagua na kwa hikma yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anafanya vitu vyake kwa hikma na mipangilio yake. Kwa alipowachagua Makuraish alijua kwamba mwisho wa hawa Makuraish nataka kumtoa mtu ambaye atakuwa ni sababu ya ulimwengu wote kuongoka, na yeye awe ni khataman nabiyyin, na awe mtume mkubwa atakayeongoza ulimwengu. Pia vile vile Allah akasema Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas. Na akasema tena kumwambia Nabii Musa, qala ya Musa inni istafaituka ala nnasi birisalati wa bikalam, mimi nimekuchagua wewe kukupatia ujumbe wangu na uwe ni mwenye kuzungumza na mimi moja kwa moja, wa bikalam, kwa kuzungumza na mimi. Na angalia Allah subhanahu wa ta'ala akamchagua Ibrahim katika aya nyingine akasema waman yarghabu an millati Ibrahim, na yote yule atakayekwenda kuitenga ama kuiacha na kuwa mbali na mila ya Ibrahim illa man safiha nafsi, isipokuwa mtu huyo atakuwa amejitoa akili mwenyewe, manake hakubali kitu ambacho kiko wazi. Wala qad istafainahu fi dunya, na sisi tumemchagua huyu Ibrahim katika dunia, wa innahu fil akhirati la min as-salihin. Na kuangalia kwamba katika hii dunia kuna dini nyingi Allah subhanahu wa ta'ala zimekuja kuzuka, lakini mtu akitaka kujua dini gani ambayo ni safi, dini gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagulia wanadamu, utapata katika hii aya mbele yake asema wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim na Yaqub wote waliwahusia watoto wao, wakawaambia ya bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan. Ibrahim akasema idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim wa bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din, hakika Mwenyezi Mungu amewachagulia nyinyi dini hiyo ya Uislamu. Almuhim, alikuwa hakuna haja ya kuzungumzia haya, lakini nimeyazungumzia ili tupate hikma kwamba kama Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua hawa viumbe na akawafanya ni bora, je, huu uchaguzi umeshaisha? Kwamba kuchaguliwa watu bora na kuwekwa karibu na Allah na kujalia katika vizazi vyao kutoka watu wema, uchaguzi bado haujaisha. Ni chochote kile utakachokuwa wewe unania nacho na ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalie katika waliochaguliwa wema, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala atafanya atakupatia. Na Mwenyezi Mungu haulizi kwa chochote kile anachokifanya. Kwa hiyo nimetaka kuzungumzia hili ili tujifunze kitu kwamba uchaguzi au kuwekwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ni swala tu la mtu kumuomba Allah. Kimuomba atakupatia fadhila hii. Tuendelee na sura bila ya kupoteza wakati. Liilafi Quraish, kwa mazoea ya Quraish, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Quraish walikuwa wamezoea, wana safari zao mbili. Safari ya shita ni wakati wa baridi. Ukiwa katika mji wa Makka kuna baridi, wao walikuwa wanaenda katika mji wa Yaman. Kwa hiyo ukisema ilafihim rihlat ash-shita', unakusudia walikuwa wakienda wapi? Yaman. Yaman wakati Makka kuna baridi, Yaman kunakuwa hakuna baridi. Kwa hiyo safari yao inakuwa ni nyepesi na wanaweza kufanya biashara zao kwa urahisi. Wa ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, na sayf ni wakati wa jua. Wakati wa jua walikuwa wakielekea upande wa Sham, na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni mwenye kuwasahilishia hili. Kwa nini walikuwa wakisafiri?
walikuwa wakisafiri kwa ajili ya biashara. Katika mji wa Makka, tunajua Makka ni jangwa, na katika jangwa huwa hakuna uwezo wa kumea vitu vingi kama vile maharagwe au mihogo au kama vitu vyote vya kupanda katika ardhi katika jangwa vinakuwa vigumu kutoka. Hata miti tu ya kawaida inakuwa ni ngumu kutoka, lakini Allah aliwapatia fadhila ya kwamba mitende inapatikana katika majangwa. Kwa hiyo hii ni moja katika fadhila yao. Sasa wao walikuwa wakitoka katika mji wa Makka wakienda kufanya biashara na wakinunua vile vyakula na kubadilisha, mwisho wa siku wakirudi katika mji wao wakawa ni wenye kutumia. Na hii ni katika neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapatia Makuraish. Na katika neema nyingine Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapatia Makuraish kwamba ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia amani katika hizo safari zao. Kwa hiyo hata walipokuwa katika safari, wao walikuwa wakitokewa na tatizo au watu wakitaka kuwavamia, Imam Ibn Kathir asema waliadhamatihim inda an-nas, na kwa utukufu wao kwa watu, sukan haramillah, walikuwa wanajulikana kwamba hawa ni watu wa kuishi katika mji ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameulinda, hauingililiwi kwa harahisi. Faman arafahum ihtarama, yeyote yule ambaye atakaowajua katika safari zao anakuwa ni mwenye kuwaheshimu. Hadha haluhum fi asfari, hii ilikuwa ni hali yao katika safari. Amma hali yao katika miji, Allah subhanahu wa ta'ala pia pale pale katika mji wao wa Makka Mwenyezi Mungu aliwapatia amani. Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, awalam yarau anna ja'alna, je hawaoni kwamba sisi tumekwenda kuijalia haraman, ile haram. Kwanza tuzungumzie hapa kidogo. Ukisema haram katika lugha ya Kiarabu ni kitu ambacho hakifai kufanyiwa kitu ima kibaya au kuingililiwa kwa ubaya, na ndio maana pale pale tunapata lafzi ya takbiratul ihram. Takbiratul ihram maana yake ni kwamba ukiwa ushaipiga ile takbira Allahu akbar, kwamba umejiharamishia vitu ambavyo wewe kwako ulikuwa ni halali kuvifanya kabla ya kupiga ile takbir. Hapo tumefahamiana. Kwa hiyo hapa tunaposema haram, kuna vitu vinaharamishwa kufanya katika ile mipaka ya Makka, ambavyo vitu hivyo nje ya ile mipaka ya Makka ni sawa kuvifanya, ikiwemo kupigana vita. Hakujawahi kutokea kupigana vita katika mipaka ya Makka, isipokuwa mtu mmoja pekee yake ndiye aliyefanya hilo, Bani Hajjaj bin Yusuf, alienda kuingiza vita katika mipaka ya Makka. Au kuwinda pia katika mipaka ya Makka watu wamekatazwa kufanya kuwinda, lakini ukitoka katika mipaka ya Makka unaweza kuwinda. Kwa hiyo hii ndio maana ile sehemu kuitwa haram, kwamba kuna vitu ni haramu kuvifanya katika ile sehemu ambavyo unaweza kuvifanya ukiwa nje. Kwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema walam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim, na watu wakawa ni wenye kuifuata kila siku wakiizunguka haram hiyo. Pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema innama umirtu an a'budu rabba hadhihi albaldati allati harramaha, hakika Mwenyezi Mungu, mtume anasema hakika mimi nimeamrishwa ni muabudu Mungu mlezi wa hii nyumba ambayo ni gani? Makka, albalda allati harramaha wa lahu kullu shay, na yeye ndo ana kila kitu. Wa umirtu an akuna min almuslimin. Fa idha arida lahum arid, kwa hiyo wakitokewa na mtu anayetaka kuwadhuru, qalu nahnu haramillah, nahnu ahlu haramillah, sisi ni watu wa mipaka ya nani? Ya Allah, tunaishi katika ile mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuta'arradu lahum, kwa hiyo hii ikawa ni kinga kwao, kwa hiyo mtu hawezi kuwagusa. Na sababu iliyofanya watu wasiwezi kuwagusa kwa mabaya ni kisa cha watu wa ndogo. Mpaka hapo tafahamiana, wanaona wale waliotaka kuwadhuru yaliyowakuta. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukubali na sisi tutafikiwa na yale walioyapata wale. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia kwa kule kuzoea Makuraishi safari zao za kwenda Yaman na Sham wakati wa baridi na wakati wa jua, na ile amani niliyowapatia, kwa nini wasiniabudu mimi? Ndio maana aya ya tatu Allah subhanahu wa ta'ala anasema
falyabudu rabba hadha, wamwabudu mola wa hii nyumba. Na katika kutaja bait, Allah subhanahu wa ta'ala wanavyoona wametaja sababu mbili. Sababu ya kwanza, liannahu kanat lahum awthan famayyaza Allahu nafsahu anha, kwa sababu wao walikuwa na masanamu mengi wameyaweka katika ule mji wa Makkah ndani ya Kaaba. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawakumbusha kwamba mimi niliwaokoa na watu wa ndogo, na mimi nikawasahilishia safari zenu za kutafuta maisha kwenda Yaman, kwenda Sham, na marudi kwa amani kabisa. Kwa nini msiniabudu mimi, mniabudu hayo masanamu? Hii ni kauli ya kwanza. Ama kauli ya pili, liannahum bilbait sharafu ala sairi al-alam, kwa sababu ya kule kupatikana ile bait Makkah, ile haram, na kupatikana al-Kaaba, wamekuwa na cheo kuliko Waarabu wote. Waarabu ni wengi, jazaira ya Kiarabu ni kubwa. Kuna Waarabu wa Qatar, Waarabu wa Yemen, Waarabu wa Bahrain au Dubai, lakini wote wale hawana, wala hiyo miji yao haijakuwa na jina kubwa, wala haijaweza kutukuzwa kama unavyotukuzwa mji wa Makkah. Kwa nini utukuzwe mji wa Makkah? Kwa sababu ndani yake kunapatikana nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamwambia, kwa sababu hiyo mimi nimewatukuza ninyi na nikawajalia mna nyumba tukufu kuliko nyumba zote hapa duniani, basi niabuduni, falyabudu rabba hadha. Hizi ndio sababu za kusema Allah subhanahu wa ta'ala rabba hadha. Lakini nilikuwa naanza kusema falyabudu rabbal alamin, falyabudu rabban ilahan wahidan, falyabudu kadha. Mungu ana sifa nyingi, lakini akasema rabba hadha bait kwa sababu watoe yale masanamu yao, na pia wajue kwamba Mwenyezi Mungu amewatukuza kwa kuwekea ile nyumba katika sehemu ile. Falyabudu rabba hadha albayt. Imam katika kitabu cha Muyassar asema falyashkuru Allah, wamshukuru Allah, waliyabudu, na wamwabudu. Na tuliwahi kusema kwamba shukr ni namna mbili, ima kwa mazungumzo utasema alhamdulillah, ashkurullah, au kwa vitendo. Sasa hapa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anawaamrisha wamshukuru kwa vitendo, maana yake wamwabudu. Falyabudu rabba hadha albayt, falyashkuru Allah waliyabudu rabba hadha albayt alladhi ya'tazuna bihi, Mungu mola wa hii nyumba ambayo wao wanapata sifa na wanajitukuza kupitia nyumba hii. Wamwabudu mola wa nyumba hii. Wayukhlisu lahu al-ibada, na wamfanyie yeye ibada peke yake. Maana ya hii aya ni kwamba lau Allah subhanahu wa ta'ala atawapatia hizi neema zote zilizotajwa huko mbele, kuwa wako katika kabila zuri, wanasafiri bila ya shida, na Allah subhanahu wa ta'ala amewalinda, lakini kama hawatamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ina maana zile neema na zile fadhila walizopewa zitakuwa hazina natija nzuri. Ndio maana Ibn Kathir akasema fa in lam yaf'alu dhalik, ikiwa hawatamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, aqabahum Allah, Mwenyezi Mungu atawaadhibu kama faala biman madha, kama alivyofanya kwa waliotangulia. Kuna kisa kinapatikana katika sura An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa daraba Allahu mathalan, Mwenyezi Mungu amepiga mfano qaryatan, ya kijiji, amepiga mfano kijiji, kanat aminatan, kilikuwa ni kijiji chenye amani, mutmainna, kilichokuwa na utulivu, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, kijiji hicho ilikuwa riziki za Allah zinawajia wao kwa kila pembe, kila sehemu. Wakifanya tu riziki za Allah ni rahisi kwao kuwafikia. Lakini fakafarat bi an'amillah, kijiji hicho kikawa ni chenye kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akawabadilishia, faadhaqaha Allah libasa al-ju'i wal khawf bima kanu yasnaun, Mwenyezi Mungu akawaonja kwa kuwavesha vazi la njaa na hofu. Kwa hiyo haya waliopewa hawa watu, kuondolewa hofu na kupewa amani, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawarahisishia safari zao na akawapatia nyumba tukufu. Kwa hiyo kama hawataweza kufanya yale ninayoamrisha, nitawaonja kwa adhabu ya hofu na njaa. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala
anataka watu wawe ni wenye kufahamu kwamba neema ili ibaki na iwe na fadhila ni kila inapozidi kupata shukrani za Allah subhanahu. Kwa hiyo mtu yeyote atakayejaliwa neema yoyote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni moja sababu ya ile neema kudumu, na pia ni moja katika sababu za kuongezewa katika ile neema. La in shakartum la azidanna wala in kafartum inna adhabi la shadid. Fa in fa'alu jamaa Allahu lahum baina amni dunya wa amni al-akhirah. Basi wakifanya hivyo Allah atakusanya ndani yao amani ya dunia na amani ya akhira. Na alhamdulillah wa Quraysh waliokwenda kukataa mwito huu ni kidogo kuliko wale waliokwenda kukubali. Kwa hiyo zile neema za Allah zikabakia mpaka sasa. Hakuna mtu atasubutu kwenda kugusa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa watu wameendelea katika hali vita vimekuwa vya kisasa, lakini husikia hata siku moja kuwa ile mipaka ya Makka imeingiliwa kwa ubaya au kuwa ni nchi ambayo ina ukame. Kwa wale ambao wamejaliwa kuenda katika miji hiyo ya Makka, wakirudi wakikuelezea zile hali za watu kule wanapoishi na ukarimu na vyakula kule vinatolewa, pamoja na kwamba havimini kwao, lakini ni vingi kuliko hata huku sisi ambavyo tunavilima, kwa sababu hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia. Hakuna hofu wala hakuna njaa katika miji hiyo. Falyabudu rabba hadha albayt. Na pia vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko hadithi ambayo anaisimulia Ibn Kathir katika kitabu chake, lakini pia akasema hadithi hiyo ni gharib. Katika istilahi za hadithi, unaposema hadithi hii ni gharib, ni kwamba imepokewa na mtu mmoja mmoja, wapokezi wake hawakuwa wengi, kwa hiyo ilisikiwa na mtu mmoja mmoja. Na pia katika lugha nyingine hadithi ikisemekana ni gharib inakuwa inatiliwa shaka kidogo, lakini mimi nitaisoma kwa sababu haituamrishi chochote wala haitukatazi chochote, ni katika tu kuhamasishana. Na baadhi ya wanavyuoni wamesahihisha, akiwemo Albani, Hakim na pia vile vile Baihaqi na Hafidh al-Iraqi na wengine baadhi wachache wanakwenda kudhihirisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hadithi iliyopokewa na Ummu Hani binti Abi Talib, asema faddala Allahu Quraishan bi sab'i khilal, Mwenyezi Mungu amewafadhilisha Quraish kwa vitu visaba. Akasema anni minhum, kitu cha kwanza ni kwamba mimi ni miongoni mwao, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko miongoni mwa kabila la Quraish. Wa anna an-nubuwwata fihi, na kwamba utume unapita katika kizazi chao, kama tulivyosema Nabii Ibrahim, Ismail na wengineo. Wal hijaba, na kwamba Mwenyezi Mungu amewalinda, amewakinga. Wasiqayatu fihi, na wao ni watu wa kunyesha watu maji. Hata sasa sisi tunayo maji, wao walikuwa wanasifika kwa hiyo sifa na kile kisima cha Zamzam. Na hata sasa mtu akienda kule akirudi, bado mtu atakuwa ni mwenye kumweza, umebeba maji, hauwezi kitu kingine, kaomba maji au tende, zaidi ni hii wasiqayatu fihi. Wa anna Allah, katika jambo lingine, wa anna Allah nasarahu ala al-fil, Mwenyezi Mungu alinusuru wa ile habari ya wale ndogo. Wa annahum abadu Allah azza wa jalla 10 sinin la ya'buduhu ghayrahu, na wao ni katika wale watu waliojaliwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wa miaka 20, hawakuwa wenye kumwabudu mtu mwingine yoyote asiyekuwa Allah. Maana yake ni kwamba walikubali haraka na dini ikaenea kwa haraka na watu wakaiabudu kwa muda mrefu. Wa anna Allah anzala fihi suratun min al-Qur'an, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshukisha sura inayozungumzia thumma talaha Rasulullah, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisoma hiyo sura ambayo ni ilafi Quraish mpaka mwisho wa sura. Kwa hiyo hii ni moja katika hadithi zilizokuja kuzungumzia kabla ya Quraish, lakini hadithi hii ni gharib, na tunaelezea maana ya hadithi gharib. Falyabudu rabba hadha albayt, wa muabudu mola wa hii nyumba. Kisha akamalizia Allah subhanahu wa ta'ala akasema alladhi at'amahum min ju', mola ambaye kwamba amewalisha wao kutokamana na njaa, amewaondolea tatizo la njaa. Wa amanahum min khawf, na akawaaminisha
kutokamana na hofu, akawafanya ni watu wa amani, hawahofii kitu chochote. Imam Saadi yasema alladhi at'amahum min ju'in shadid, ambaye kwamba amewalisha kupitia njaa kali, wa amanahum min faza'in wa khawfin 'adhim, na akawapa amani kutokamana na kufadhaika na uoga ulio mkubwa. Al-Qurtubi akasema alladhi at'amahum min ju'in ba'da al-ju', Mwenyezi Mungu aliwalisha baada ya kwamba wao walikuwa wana njaa, wa amanahum min khawf, na akawaaminisha akawafanya watu wenye amani baada ya kuwa walikuwa wana hofu. Qala Ibn Abbas, akasema Ibn Abbas, wadhalik, na hiyo fadla waliopata bida'wati Ibrahim alayhi salam, hiyo ni kwa ajili ya ile dua aliyoomba Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, haithu qala, pili aliposema rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min athamarat, ewe Mwenyezi Mungu jalia huu mji ukawa ni mji wa amani na uwaruzuku watu wake kutokamana na matunda tofauti tofauti. Na pia vile vile Imam Ibn Zaid akasema kanat al-arab yughiruna ba'daha ala ba'd, Waarabu walikuwa na tabia ya kuvamiana wenyewe kwa wenyewe, wakiporana mali zao na nini. Fa amanat Quraish min dhalika al-makan al-haram, wakajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba katika hii mipaka watu wasifanye, wasipigane, watu wasidhulumiane, watu wasifanye mambo mabaya, wakawa wanajilinda, wanajihifadhi katika mipaka ile. Waqaraa, na akasoma Imam huyu Ibn Zaid, awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anauliza, je, hakuwaekea nyinyi mipaka iliyokuharamisha watu kufanyiana mabaya, na akawapatia katika thamarati zake kila upande katika vile alivyowapatia. Moja katika sababu au katika tafsiri za kutafsiri aya hii alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, Imam Ibn Kathir asema shaqqa alayhim as-safar fi shita, Quraysh ilifika wakati wakawa na uzito kusafiri. Hakutaja sababu ikiwa ni za kukosa mali au kitu kingine chochote. Wasaif, hawakuweza kusafiri katika huu mwaka. Fa alqa Allahu fi qulubi al-habasha an yahmilu ilayhim ta'aman fi safina, Mwenyezi Mungu akaweka wahi katika nyoyo za watu wa Habasha. Hapa nataka nigusie kitu kwamba si lazima mtu awe nabii ndio Allah subhanahu wa ta'ala amfahamishe kitu. Mfahamiana? Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakufahamisha kitu na ikawa ni kweli ametaka wewe ukifanya vile, kama hivi alivyowafahamisha hawa Mahabasha na wakabeba kile chakula ikawa ni sababu yao. Lakini kisa maarufu tunapata katika habari ya mama Musa. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa auhaina ila ummi Musa an arda'i, wakati ashamzaa Musa na Harun na Musa anatafuta ili achinje, Mwenyezi Mungu anasema wa auhaina, tukamtilia wahi. Maana yake hapa wa alhamna, tukampa ilham, tukamfahamisha. Na mamake Musa Mwenyezi Mungu alimfahamisha vizuri na akachagua jambo la kufanya, kuwa atamtia katika yamu ambayo ni kama uteo au kitu kinachoweza kutembea juu ya bahari, akamweka akawa ni kuingia katika bahari, akaokotwa na watu wa Firaun. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema wa auha rabbuka ila an-nahl, huyu nyuki ni kiumbe kweli anaweza kuwa atapokea wahi? La, bali ni wafahamna, akamfahamisha kwamba awe atachukua, atajenga nyumba zake katika majabali na katika miti, nitakhidhi min aljibali buyutan wa min ashjari wa mimma ya'rifun. Kwa hiyo hapa fa alqa Allahu fi qulubi alhabash, Mwenyezi Mungu akaweka katika mioyo ya wale watu wa Habash. Na hii pia tunapata katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu akimpenda mtu anamwambia Jibril, mimi nampenda fulani, na waambie malaika mimi nampenda fulani, na malaika wanampenda, kisha malaika wanaweka yale mapenzi kwa wanadamu. Kwa hiyo hii pia inakuwa ni moja katika kuingia katika hili, kwa Mwenyezi Mungu aliwatilia wale watu wa Habasha wawabebee chakula na wakawabebea. Fakhafat Quraysh, Quraysh walipoona majahazi yanawajia wakawa ni wenye kuogopa, wakadhani hao watu wamekuja kivita, lakini walipofika
wakawa ni wenye kuwashukishia chakula na kuwapatia neema zile zilizotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam As-Saadi asema faraghadu rizq, mtu kujaliwa riziki ya kumtosha, wal amn min al makhawif, na mtu kupewa neema ya kuwa hana hofu, anaishi kwa amani, min akbari ni'am ad-dunyawi, katika neema kubwa za duniani mtu atakazopewa, almujibatun lishukri llahi ta'ala, zinazowajibishwa mtu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupitia neema hizo. Tukianza tena hii sura kuleta mafhumu ya ukarimu, Allah subhanahu wa ta'ala asema liilafi Quraish, kwa mazoea ya Quraish, ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf, kwa kule kuzoea kwao safari zao za kwenda Yemen wakati wa shita na kwenda Sham wakati wa saif, basi wamshukuru Allah kwa kumwabudu, falyabudu rabba hadha albayt, ambaye pia amewapatia katika neema nyingine, alladhi at'amahum min ju', ni kwamba amewalisha kutokamana na njaa, wa amanahum min khawf, na akawatoa khawf, akawapa amani katika mji wao. Katika akwali za wanavyuoni pia nasema idha dama rizqu wal aman, itakapodumu riziki katika sehemu au kwa mtu, wal aman, na amani ikapatikana, fa'alam, basi mtu ajue, anna waraahuma, nyuma ya hivyo vitu viwili, kwamba riziki iko na mtu hana hofu, anaishi kwa amani, nyuma yake rabban karima, kuna Mola mkarimu ambaye anaendesha mambo haya, yastahiqu al-ibada wa shukr, ambaye kwamba anastahili kuabudiwa na kushukuriwa. Kwa hiyo katika mafunzo tuliyopata katika hii sura ni kwamba neema yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atampatia Muislamu ni lazima atoe shukrani kwa Allah, na akitoa shukrani zake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya ile neema kudumu, na pia ni sababu ya ile neema kuzidi. Na tufahamu kwamba katika neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atampatia mwanadamu ni neema ya riziki na amani. Sahihi tu ukisikia katika hii miji yetu kuna vita, watu wataishi kwa amani kweli? Sisi tushukuru, hii vita vyetu hapa vya maandamano hivi si vita. Vita ni vile ambavyo tutaviona kule katika miji ya wenzetu. Ukiangalia kama vile vilivyokuwa vimetokea juzi katika Iran na Israeli, utaona vile ni vita ambao wakati wowote kitu kinaweza kukufikia, ima uangukiwe na nyumba au risasi kuguse, utakuwa huko katika hofu ya kiasi gani. Lakini sisi tunatembea usiku mchana, mtu hana shida yoyote. Hii ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala tunapaswa kumshukuru. Katika neema zilizotajwa katika hii sura tutazitaja tena kwa haraka. Neema ya kwanza ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia safari zao za kwenda miji ya Sham na Yaman kwa urahisi bila ya shida yoyote. Neema ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia Quraysh ni katika watu bora, na amejalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni miongoni mwao. Katika neema ya tatu, Allah aliwalisha kutokamana na njaa waliokuwa nayo, na mpaka sasa neema hiyo inaendelea, na ni kwa sababu pia vile vile ya katika dua alizoziomba Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat. Na katika sababu ya mwisho ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakinga na hofu yoyote na wako katika amani. Hizo neema tano Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia Quraysh, na katika neema hizo akawasisitiza kwamba wamwabudu yeye baada ya kupewa neema hizo, kwa sababu kumshukuru Allah na kumwabudu ni moja katika sababu ya kuzidishiwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na neema hiyo itakuwa ni yenye kudumu. Mpaka hapo nadhani tutakuwa ni wenye kumaliza, na mtu kama atakuwa amesali lolote ataweza kuuliza katika yanayofungamana na